mtumishi wa Bwana, na nashukuru Bwana kwa sababu ya kunipatia nafasi. Sio mahali kwingi, I repeat this more and more as I minister, ya kwamba sio mahali kwingi utapata bishop ama mhuduma mkuu akiwa ameketi wana wa kiroho wakihudumu. I count it as a privilege. May the Lord God bless you, Bishop, as we continue. I'm going to share the word of God because I've been given the word. Amen. Abaro tunaenda kulishiriki mchana wa leo. And today I'm going to talk about time. Bwana asifiwe. Tell your friend or your neighbor, time. And my message today is time dictates events of life. Time dictates events of life. Ukiona mambo yakifanyika inakuwa dictated na kitu inaitwa time. And God is the controller of time. By the way, hii saa mnaona hapa, mtu mwenye aligundua saa ya kwanza sio mwanadamu, ni Mungu. Bwana asifiwe. Mungu ndiye aligundua hizi saa tunatumia. Sikuangalia hapa. Now we shall confirm this through the scriptures, ya kwamba God is the author of time, times and season. And today we are going to read in the book of Ecclesiastes. It is a very popular and very famous verse or chapter in the Bible about time. Chapter number 3, and we read verse 1 up to 3, and God will bless us. May the Lord God be with us as we minister in Jesus' name. Ecclesiastes 3 verse 1. Let me read in the name of Jesus. To everything there is a season, and a time to every purpose under heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. 3. A time to kill, and a time to heal. To break down, and a time to build up. Allow me to read in Swahili. Ecclesiastes 3 verse 1 to 3. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa, na wakati wa kufa, na wakati wa kupanda, na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua, na wakati wa kupoza, na wakati wa kubomoa, na wakati wa kujenga. Bwana alibariki.